Sumbawanga, nimerudi tena. Nimerudi tena. Sasa leo nasikia watu wote wanaomiliki vyombo vya matangazo leo wamefanya biashara kubwa sana. Yaani Lissu anakuja Sumbawanga, inabidi tununue PA zote mji huu ili asipate PA. Sasa nyie wenye PA, kwa sababu ninawapandishia biashara namna hiyo, nafikiri si vibaya mkituchangia na sisi ili tuendelee kuwaongezea na wenzenu wengine biashara. Wananunua PA ili tushindwe kuzungumza na wananchi wa Sumbawanga. Wamechelewa sana. Sasa ndugu zangu, nawashukuruni kwa kuja, kwa kukutana tena. Tumshukuru Mungu wetu kwa kutuweka salama, tumekutana tena. Niwashukuruni kwa umati huu wote. Niwashukuruni kwa yote mema ambayo mmeyafanya tangu tulipoonana mara ya mwisho miaka 5 iliyopita. Sasa ndugu zangu, leo nimeambiwa na wale walionunua PA zote mji huu, nasikia wananunua PA ili wafanye sherehe ya kuadhimisha mwaka wa 4 wa mama kuwa rais. Wamenunua PA zote mji mzima ili wakasherehekee miaka 4 ya uraisi wa mama. Sasa kwa vile mama amekamilisha miaka 4 ya uraisi wake, na kwa vile yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa nchi hii, nafikiri hapa Sumbawanga mjini, mahali hapa ambapo tumeambiwa sio mbali na alipokuwa anaishi Dionis Kipanya, hapa ni mahala sahihi kumuuliza Rais Samia Suluhu Hassan, Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko hapa. Hapa tuliposimama Sumbawanga mjini siku hii ya leo ni mahala pazuri kumuuliza Inspector Generali wa jeshi la polisi, Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko wapi? Na hapa tuliposimama leo Sumbawanga mjini ni mahala sahihi kumuuliza mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa wa nchi hii, Dionis Kipanya wa Sumbawanga mjini yuko wapi? Wasitake tusherehekee tu, lazima tuwahoji maswali yanayohusu mambo mabaya ambayo yamefanywa chini yao. Dionis Kipanya ametekwa hapa, amechukuliwa na watu wa serikali, iwe usalama wa taifa, iwe jeshi la polisi, amechukuliwa na watu wa serikali, amechukuliwa na watu wa Samia. Kwa hiyo asitake kusherehekea miaka 4, atuambie mtoto wa hapa Sumbawanga yuko wapi? Atuambie ni kosa gani la chini ya sheria za nchi hii ambalo ukilifanya adhabu yake ni kutekwa nyara,
na kupotezwa. Atuambie, wasikae kimya, asituwekee picha nchi nzima, mapambo ya picha, mara amekaa hivi, mara hivi, mara hivi. Tanzania ni nchi inayoongoza Afrika kwa barabara na mitaa yake kuwekwa mabango yenye picha za rais. Nyie si mko karibu na Zambia hapa? Hakainde Hichilema mtaona picha yake nani mitaani? Zipo. Ukienda Malawi ambayo sio mbali sana utakutana na picha za Askofu Chakwera mitaani. Hata Uganda, nilikuwa kule wiki mbili zilizopita, hakuna picha za Museveni mitaani. Lakini Tanzania huendi hatua 20 amekaa hivi, mara amefanya hivi. Nchi nzima, mgeni anayekuja nchi hii anafikiria hivi biashara ya nchi hii ni picha ya rais au ni nyie hamfanyi shughuli nyingine yote ya kiuchumi inayohitaji kufanya kutangazwa kwenye mabango? Ni rais. Mambo gani haya? Lakini cha msingi ni kwamba atuambie watoto wetu wako wapi? Dionis Kipanya yuko wapi? Deus Soka wa Dar es Salaam yuko wapi? Na wenzake wawili. Chaula wapi huko? Warungwe. Chaula yuko wapi? Wote wale wametekwa nyara na mapolisi ya usalama wa taifa, wamepotezwa. Rais Samia na mapolisi wako, tuambie watoto wetu wako wapi? Na kwa nini wametekwa? Kwa nini wamepotezwa? Wako wapi? Kwa nilisema ndugu zangu, nianze na hilo kwa sababu ni muhimu tusiwasahau hao watoto wetu wanaopotezwa na huyu mama na watu wake. Ni muhimu watu wasije wakasahau, wakafikiria kwamba haya mambo hayaonekani. Tukiyasahau hayataisha. Tukiyasema kila mahali, tukimzomea kila mahali, watafikiria mara mbili. Kwa ni muhimu kuyazungumza haya hapa Sumbawanga, kwa sababu hapa ni nyumbani kwa Dionis Kipanya. Na ni muhimu kuzungumza, tusichoke kuyazungumza. Sasa ndugu zangu, tumekuja kuzungumza habari ya uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Wote mnafahamu. Ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa ratiba iliyoko kwa mujibu wa katiba ya nchi hii na sheria za uchaguzi, uchaguzi mkuu unatakiwa kufanyika mwezi Oktoba ya mwaka huu. Kwa vile ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumze mambo yanayohusiana na uchaguzi wa nchi hii. Nikiuliza mtu yeyote katika maelfu mliokuja hapa leo, nikikuuliza unafikiri kwenye ubunge wa Sumbawanga mjini atakayeshinda ni wa chama gani, chances are utaniambia ni wa CCM. Nikikuuliza unafikiri kwenye kata yako nani atatangazwa mshindi wa uchaguzi wa diwani, chances are utaniambia ni mgombea wa CCM. Nikikuuliza unafikiri nani atakuwa rais wa nchi hii baada ya uchaguzi mkuu, chances are utaniambia ni rais atakayetokea CCM. Awe huyu mama,
au mwingine yeyote. Mtasema hivyo kwa sababu moja tu. Katika nchi hii, haijalishi umepigiwa kura kiasi gani, ili ushinde, utangazwe umeshinda, hata kama hujashinda, ili utangazwe umeshinda, inategemea wewe ni wa chama gani. Ukiwa wa Chadema ukashinda uchaguzi kama ilivyotokea hapa 2010 kwa Mwalimu Nyamsebo, utatangazwa. Ikitokea umeshindwa ni CCM, utatangazwa. Hata kama itabidi polisi na usalama wa taifa na nani waue watu, watatangaza CCM ameshinda. Jana tulikuwa Nkasi, kijiji cha Ntalamila. Wamefanya uchaguzi wa vijiji tarehe 30 Novemba mwaka jana. Mgombea wa Chadema ameshinda kura 966. Mgombea wa CCM amepata kura 634. Matokeo hayajatangazwa mpaka leo. Mpaka leo. Badala yake akaenda DC. Yule mtoto wa laana yule, jua kali, akaenda akamtangaza mgombea wa CCM aliyepata kura 634 kuwa ndio mwenyekiti wa kijiji. Aliondoka, gari haina vioo wala taa, naambiwa. Sasa hiyo ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Uchaguzi sio huru wala wa haki wala unaokubalika na wananchi. Ni uchaguzi wa kihuni. Ni uchaguzi wa kutumia mabavu. Wanashinda kwa mabavu. Wasipotumia mabavu hawashindi. Wasipotumia jeshi la polisi hawashindi. Wasipotumia wakurugenzi kutangaza matokeo ya uongo hawashindi. Sasa kwa sababu tuko Sumbawanga, nataka tutafakari hizi takwimu za uchaguzi wa Sumbawanga. Amezisema mwenyekiti wetu wa jimbo kama sikosei. Mwenyekiti wetu wa jimbo anasema hivi: miaka 10 iliyopita, tulipofanya uchaguzi wa vijiji miaka 10 iliyopita, mwaka 2014, mji huu wa Sumbawanga wenye mitaa 165 ulichagua wenye viti wa mtaa wa Chadema 106. CCM ilipata mitaa 59. Asilimia 64 ya mitaa yote ya Sumbawanga mjini iliongozwa na Chadema miaka 10 iliyopita. Mwaka jana kwenye hiyo mitaa 165 Chadema ametangazwa mwenyekiti mmoja tu. Mmoja tu. Mnanipata? Ndani ya miaka 10 watu wa Sumbawanga mjini wametuchukia. Tumewakosea nini? Ni hivi ili washinde. Namba 1, wameangua wagombea wetu kwa maelfu. Sumbawanga mjini, Kalambo nimetoka leo asubuhi Kalambo. Waliweka wagombea mwenyekiti wa kijiji 111, wakaenguliwa wote. Na nielewa.
Kwenye udiwani hapa Sumbawanga mjini tumeambiwa miaka 10 iliyopita kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 kwenye kata 19 za Sumbawanga mjini, Chadema imepata madiwani 10 kati ya 19, 53%. Leo baada ya uchaguzi wa 2020, baada ya ule uchafuzi, Chadema imebaki na diwani mmoja tu. Imekuaje? Ni kwa sababu tukienda kwenye uchaguzi watatuengua kwanza, wanaobaki watafanyiwa kila aina ya fujo. Ikifika wameshinda, wamepigiwa kura, watatangaza CCM walioshindwa kuwa ndio washindi kwa nguvu, kwa mabomu ya polisi, kwa bunduki za polisi. Na hivyo kwenye ubunge. Imekuwa ni kawaida kwenye chaguzi za nchi hii, mapolisi wanaosimamia ulinzi na walimu wanaosimamia kwenye vituo, au wale wanamganga vitu gani, watu wote wale wanaosimamia uchaguzi, wote wale wanaenda na vibegi migongoni, wanakura feki, wanajaza kura za uongo kwenye masanduku ya kura ili CCM apite. 2020 wanaandikisha wanafunzi, ndio 2020 nilizungumza na balozi mmoja wa Ulaya waliyekuwa wanatazama uchaguzi wa 2020. Anasema tumeenda kwenye kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi Oysterbay katikati ya Dar es Salaam. Tumekuta saa 1 asubuhi masanduku yameshajaa kura. Zilipigwa saa ngapi? Hii ndio Tanzania. Huu ndio uchaguzi wa nchi yetu sasa. Sasa ndugu zangu wa Sumbawanga, nyie mnafikiri katika mazingira haya tutakaa tupate haki? Tutakaa tupate haki? Hatuwezi tukapata haki, kwa sababu mfumo mzima wa uchaguzi sio wa haki. Mfumo mzima wa uchaguzi ni wa CCM. Wanaosimamia huo mfumo wa uchaguzi ni watu wa CCM. Tume ya uchaguzi yote ni tume ya CCM. Wakurugenzi wote wanaosimamia uchaguzi majimboni na wachini yao maafisa wa mipango, sio watu gani, wote ni wa CCM. Wao wanaowateua kusimamia kwenye kata, watendaji wa kata ni wana CCM. Wanaosimamia kwenye vituo, sio walimu, sio kina nani, wote wana CCM. Kwa utaratibu huu tunashindaje mnafikiri? Na ndio maana tunasimama hapa leo Sumbawanga mjini. Tuko na Aida, sio? Aida wetu. Aida ni kielelezo cha ubovu wa mfumo wetu wa uchaguzi. Sasa naomba nielezee hii, manake watu wasije wakanukuu vibaya. Mwaka 2015 tumekwenda bungeni na Aida. Tulikuwa wabunge 72 wa Chadema, mimi, Sugu, Aida na wengine. Tulikuwa wabunge 72. Tulikuwa chama kikuu cha upinzani, na tumekuwa chama kikuu cha upinzani bungeni tangu 2010. Leo hii tumetoka kwa wabunge 72 tuliokuwa nao miaka 10 iliyopita, tumebaki na Aida peke yake. Yaani kama vinalivyo kweli.
Amebaki mmoja wa dawa. Sasa hebu fikiria. Tulikuwa Chadema 72 bungeni. Mlikuwa mnatusikiliza. Tulikuwa tunawapambania. Na yuko Aida peke yake. Na yuko peke yake sio kwa sababu tumekataliwa na wananchi. Yuko peke yake kwa sababu tumeibiwa uchaguzi kwa kutumia kura feki zilizoingizwa na mapolisi na walimu na hawa watu wote wanaosimamia uchaguzi. Mnanielewa? Kwa yupo tunamshangilia na ni sahihi tumshangilie, lakini fikiria tafakari hiyo. Yuko peke yake. Tulikuwa 72. Leo yuko peke yake. Tukienda mwezi wa 10 mwaka huu tukasema twendeni tu hivyo, mnafikiri tutapata nini? Tuseme kweli ya Mungu, mnafikiri tutapata nini? Na ni kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni wa hovyo. Ndio maana ndugu zangu, baada ya matokeo ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana, baada ya uchaguzi wa mitaa na vijiji mwaka jana, tumekaa kwenye kamati kuu Chadema. Tukakaa siku 2 kwenye kamati kuu kujadili uchaguzi wa vijiji na mitaa na kuamua tunaendaje mbele. Twende tu hivi kichwa kama vichaa. Na sisi kamati kuu ya chama tukasema hapana. Lazima turudi kwenye hoja za msingi, na hoja za msingi ni kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Hapo ndipo ilipozaliwa hii kauli mbiu ya no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mwaka jana mwezi wa 12, mimi sikuwa mwenyekiti bado. Tukatoka kwenye kamati kuu, tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama taifa mwezi wa 1 wa mwaka huu. Mkutano mkuu wa taifa ukajadili hii hali ya chaguzi za nchi hii. Na mkutano mkuu wa chama chetu ukasema no reform no election. Tupiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Sasa kesho yake nikachaguliwa mwenyekiti wa chama. Nimechaguliwa mwenyekiti wa chama taifa, na wajibu wangu wa kwanza ni kuongoza haya mapambano. Sawa sawa? Hatuwezi tukaenda hivi. Hatuwezi tukaenda hivi kama watu wasiokuwa na akili. Hatuwezi tukaenda kichwa tu. Lazima turudi kwenye hoja za msingi. Tufanye mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Wasipokubali, tumesema tuunganishe nguvu za Watanzania, tuzuie uchaguzi usifanyike. Sasa ni muhimu hii mikutano tunayofanya, ambayo Sugu amesema tutaifanya kwa siku 48. Tutaenda kila mahali nchi hii. Tutatembea nchi nzima. Ni muhimu tujiulize na tuwaeleze wananchi, hivi ni mabadiliko gani tunayoyataka kwenye mfumo wa uchaguzi, ili tunapowaambia wananchi
zuieni uchaguzi kama hawataki mabadiliko. Wananchi wajue ni mabadiliko gani tunayoyapigania. Kwa niruhusuni kwa muda uliobaki nielezee hayo mabadiliko yanayohitajika ni yepi. Sawa sawa? Sasa kabla sijaanza kuyaelezea, nataka niwaambie kitu kimoja muhimu. Haya mabadiliko tunayoyataka sio mapya. Yameanza kuzungumzwa kabla hata Chadema haijaanzishwa. Yalitokana na taarifa ya tume ya rais iliyoongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania miaka ile marehemu Francis Lucas Nyalali. Tume ya rais iliyoundwa na Rais Mwinyi mwaka 90 ili kushauri namna ya kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Taarifa ya tume ya Nyalali ni ya mwaka 91. Sasa tume ya Nyalali ilisema twende kwenye mfumo wa vyama vingi, sawa. Ikasema ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe sawa sawa, tunahitaji katiba mpya. Kwa siku tukija tunasema katiba mpya, mjue hili vile vile ni swala lililoanzishwa na Nyalali kabla vyama vya upinzani hatujazaliwa. Tume ya Nyalali ikasema kitu kingine, tunahitaji mfumo huru wa uchaguzi, wenye tume huru ya uchaguzi na wenye sheria mpya za uchaguzi zitakazokidhi mahitaji ya mfumo wa vyama vingi. Tume ya Nyalali ikasema mfumo wa uchaguzi uliopo sasa hivi ni mfumo wa CCM. Rais ambaye siku zote ni mwenyekiti wa CCM ndio anayeteua tume yote ya uchaguzi, ndio anayeteua mtendaji mkuu wa tume ya uchaguzi, ndio anayeteua wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, na wao chini yao wanateua watu wa TAMISEMI. TAMISEMI ni iko ofisi ya nani? Ukienda kwenye kibao chochote cha shule ya msingi nchi hii kinaanza na maneno ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa walimu wanaosimamia uchaguzi kwenye kituo ni watu wa Samia, watu wa CCM. Ndio maana wanashinikizwa wakati wa uchaguzi wafanye rafu. Kwa tume ya Nyalali ikasema mfumo huu haufai kwenye mazingira ya vyama vingi vya siasa, ubadilishwe. Mfumo wa uchaguzi uwe na watu ambao hawawezi wakapendelea chama chochote cha siasa. Uwe na watu ambao hawawezi wakapewa kazi na rais au wakanyang'anywa kazi na rais. Hawa sasa hivi wanapewa kazi na rais na anaweza kuwanyang'anya kazi rais. Unanifahamu? Kwa tume ya Nyalali ikapendekeza mfumo huru wa uchaguzi. Ikasema sheria zibadilishwe za uchaguzi. Sasa CCM wakakubali tuingie mfumo wa vyama vingi vya siasa, wakakataa katiba mpya, wakakataa mfumo huru wa uchaguzi, wakakataa mapendekezo muhimu ya tume ya Nyalali. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni haya ambayo tunayaona. Wote wanaosimamia ni watu wa CCM na hawatendi haki. Matokeo yake ni haya tunayoyaona. Wakati wa kuandikisha wapiga kura, wanaandikisha watu wasiokuwepo, wanaandikisha watoto wadogo, wamejaza daftari la kudumu la wapiga kura na mamilioni wapiga kura hewa. Wanawatumia wakati wa uchaguzi, wanatengeneza kura za uongo,
wanawapa mapolisi, wanajeshi, migambo, walimu, nani, wanabebeshwa vimifuko, vibegi, wanaenda kuingiza kura feki kwenye masanduku ya kura ili CCM ishinde. Matokeo yake tumeyaona wakati wa uteuzi wa wagombea. Kwenye bunge hili la leo, kwenye hili bunge lililopo, kuna idadi kubwa ya wabunge ambao wamepita bila kupingwa, wamepita kwa wenzao, kwa wapinzani kuenguliwa kuliko bunge lingine lolote katika historia ya nchi hii. Lolote. Huyo Kandege wa Kalamba kapita bila kupingwa. Kassim Majaliwa kapita bila kupingwa. Job Ndugai kapita bila kupingwa. Kabudi kapita bila kupingwa. Nani Ridhiwani kapita bila kupingwa. Wote. Nanielewa? Hao ni wabunge. Kwenye udiwani, madiwani kwenye kata 872 wamepita bila kupingwa, kwa sababu wapinzani wameenguliwa. Kwenye vijiji, mmeona wenyewe mwaka jana, vijiji na mitaa, yule waziri wa TAMISEMI, mkwe wa mama, si mkwe wake, na alisema ana kifua kipana. Yule mkwe wa mama amesema hivi, kwenye uchaguzi wa mwaka jana waliengua wagombea 12,260 kama sikosei. Kwa hiyo na wote wanaoenguliwa ni wapinzani. CCM hajai kuenguliwa. Kwa haya ni matokeo ya kukataa mapendekezo ya tume ya Nyalali miaka 34 iliyopita. Mapendekezo hayo ya Nyalali yalirudiwa mwaka 98 na tume nyingine iliyoundwa na Rais Mkapa, tume ya Jaji Kisanga. Nyalali alikuwa wa Mwinyi. Jaji Kisanga akapendekeza mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, kapuuzwa. Mwaka 2003 Kikwete na Mkapa akaunda tume nyingine tena ya Mark Bomani. Mark Bomani alikuwa mwanasheria mkuu wa kwanza Mwafrika wa Tanganyika, naye akapendekeza mabadiliko ya mfumo wetu wa uchaguzi. Mwaka 2003 yakakataliwa. Akaingia Kikwete akaunda tume ya Warioba. Tume ya Warioba ikapendekeza mabadiliko makubwa kwenye mfumo wetu wa uchaguzi. Ya Warioba nayo yakakataliwa. Tukaingia kwenye utawala wa Magufuli na mauaji yake. Habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi wala hayakuwa yanazungumzwa, kwa sababu kila mtu alikuwa anahangaika kuokoa maisha yake. Unanielewa? Sasa Magufuli amekufa. Amekuja huyu mama, anasema ana 4R. 4. Yara ya kwanza anasema ni reform, mabadiliko. Mabadiliko, reform. Amefanya reform. Mtihani wake wa kwanza ameufeli mwaka jana mwezi Novemba. Amefanya aliyoyafanya Magufuli mwaka 2019 na mwaka 2020. Kwa hiyo mtihani wa reform ameufeli. Magufuli aliua watu, aliteka watu nyara, alipoteza watu. Dionis Kipanya ametekwa na watu wa Magufuli. Dionis Kipanya ni wa Samia. Deus Soka ni wa Samia. Kwa ana tofauti gani na Magufuli? Ana tofauti ya jinsia.
Sasa katika mazingira haya ndugu zangu, nimesema hayo mabadiliko haya. Nilikuwa nazungumzia mabadiliko yanayohitajika. Nimezungumzia juu ya wapiga kura feki. Nimezungumzia juu ya kuengua wapinzani. Vurugu dhidi ya wapinzani wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni. Wakati nagombea urais nimekuja hapa kwenye kampeni nimepigwa mabomu na polisi mara 3. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Wakati ule Magufuli wanampepea hivi kila baada ya wiki. Wagombea wetu nchi nzima wamefanywa vurugu kama nilivyofanywa mimi. Makamu wetu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Heche alivamiwa kwenye ofisi yake, wakamharibia vifaa, wakamuulia mdogo wake. Amekamatwa na polisi, amewekwa kwenye gari ya polisi, halafu kwenye gari ya polisi akachomwa kisu akafa. Huo ndio uchaguzi wa nchi hii. Huo ndio uchaguzi wa nchi hii. Watu waliokufa mwaka 2020 Pemba, Zanzibar, huku Tanzania bara, Tunduma, watu wangapi wamekufa? Inabidi tutoe kafara watoto wetu. Mpaka lini ndio tupate haki nchi hii? Kwa sababu sasa hivi imekuwa bila kutoa watu kafara CCM hawachaguliki. Tutoe watoto wetu kafara mpaka lini? Matatizo ya mawakala kwenye uchaguzi nchi hii. Kwa mawakala wa upinzani kuapishwa na mkurugenzi, vita. Yule mtoto wa Dar es Salaam aliyeuawa na mapolisi yule, badala yake wakashtakiwa kina mwenyekiti Aquilina aliuawa kwa sababu tulikuwa tuna ugomvi wa mawakala. Mkurugenzi hataki kuapisha mawakala wetu. Akiwaapisha apeleki majina kwenye vituo. Akipeleka majina kwenye vituo, wanazuiliwa kuingia kwenye vituo kwa ubabe tu. Wakiruhusiwa kuingia hawabaki mpaka saa 10 jioni, wanafukuzwa hapa katikati. Ili mradi kusiwe na mawakala, ili hawa manyang'au waingize kura za uongo, washinde uchaguzi. Na ikitokea kama ilivyotokea Ntalamila, mpinzani akashinda kura nyingi, watakuja na magari ya deraya na mabomu na washawasha na kila kitu kuhakikisha atangazwe. Ndio uchaguzi wa Tanzania. Kwa maeneo yote haya tunataka yabadilishwe. Sasa tunaambiwa wanaotaka kukwepa wajibu wanasema hivi, sasa wewe Mheshimiwa Lissu, mbona muda hamna? Manake uchaguzi ni mwezi wa 10. Hii habari ya mabadiliko, mbona muda haupo? Ni visingizio. Ni nini? Visingizio. Mwaka 91 aliposema Nyalali tulikuwa na miaka 4 ya kufanya marekebisho, hawakufanya. Walisema miaka 4 haitoshi. Na wamesema haitoshi tangu wakati huo. Kwa wanaposema leo huu muda uliobaki hautoshi, hii ni lugha ya kuanzia mwaka 91. Hatuikubali tena. Ya pili, kwani hizi ratiba za uchaguzi zimetengenezwa mbinguni? Zimeshushwa mbinguni kama sheria za Musa? Zimetengenezwa na binadamu, zinaweza zikabadilishwa na binadamu. Tunataka ratiba ya uchaguzi ibadilishwe ili tufanye marekebisho ya mfumo wetu wa uchaguzi, tukafanye chaguzi huru, za haki na zinazokubalika na wananchi. Nchi haitakimbia kwa kuahirisha uchaguzi. Nchi haitapotea kwa kuahirisha uchaguzi, ili tufanye lililo jema. Kwa hii lugha kwamba muda umekwisha upi?
kama tumechelewa kwa miaka 34 tangu Nyalali aseme. Tukichelewa kwa mwaka mmoja ni shida kiasi gani? Wangapi watakufa kwa sababu eti tumechelewa kufanya uchaguzi, tumeahirisha uchaguzi? Wangapi watakao angamia kwa sababu uchaguzi haujafanyika kwa ratiba ya mwaka huu? Kwa maneno muda umekwisha ni maneno yanayo wanataka tuamini kwamba haiwezekani. Inawezekana. Sasa swali jingine muhimu, hivi tunazuiaje uchaguzi? Kwani wewe mwananchi wa Sumbawanga ni lazima uende kwenye kituo cha kupigia kura? Watakuwekea bunduki hivi twende ukapige kura? Kwani ni lazima ukajiandikishe? Kwani lazima? Chochote wanachopendekeza tukisusie, tukikatae. Chochote wanachotuletea tukikatae. Na mara ya mwisho nimeangalia sheria za nchi hii, bwana wakili mwenyekiti, mimi sijaona mahali ambapo anasema tukikataa kwenda kwenye kuandikishwa ni dhambi, tumevunja sheria wala. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii, hata kwa katiba tulionayo, inawezekana kuahirisha uchaguzi. Inawezekana. Katiba imesema kama kuna dharura, uchaguzi unaweza ukaahirishwa kwa mwaka mmoja. Hata kama bunge lilikuwa limevunjwa likisubiri uchaguzi, ikitokea dharura, katiba inasema bunge litaitishwa na wabunge wale kwenda kujadili ile dharura, na litapewa mwaka mmoja. Kwa katiba hii unanifahamu? Lakini hata ukisema kwamba kuahirisha uchaguzi sio dharura, tunabadilisha katiba yenyewe basi, ili iruhusu tuahirishe uchaguzi hata kama hakuna dharura. Imetengenezwa na binadamu, inaweza kutanguliwa na binadamu, inaweza kubadilishwa na binadamu. Wanasema muda, bunge linaisha mwezi wa 6. Muda uko wapi? Mnajua nyie watu wa Sumbawanga, hii nchi ilikuwa inaitwa Tanganyika. Silikuwa tunaitwa Tanganyika? Tanganyika ilikufaje? Tanganyika ilikufa siku hii, na iliuawa na bunge. Iliuawa na nini? Kwa siku hii. Nyerere na Karume wamesaini mkataba wa muungano tarehe 22 Aprili mwaka 64. Siku 3 baadaye bunge halikuwa liko kwenye kikao, bunge lilikuwa mapumziko. Siku 3 baadaye tarehe 25 Aprili wabunge wakaitishwa Dar es Salaam kwa dharura, siku ya Jumamosi, wala haikuwa siku ya kazi. Wakaitwa wale walikokuwa nchi nzima, njoni Dar es Salaam. Wakaenda tarehe 25, wakapewa muswada wa kuunganisha Tanganyika na Zanzibar, wakaambiwa pitisheni sasa hivi. Wakapitisha saa ile Tanganyika kwisha. Tanganyika kwisha. Tanganyika kwa siku hii, kwa bunge hili la 5 wakati ule. Sasa hawa wabunge wa CCM wanataka kutuaminisha kwamba wanahitaji miezi mingapi kubadilisha sheria za uchaguzi ili kutengeneza mazingira bora. Kinachohitajika ili wafanye hivyo, wanaweza kubadilisha
tutapitisha kwa siku hii. Na tulipokuwa bungeni, kaka Sugu na dada Aida, kuna siku tuliletewa sheria 3 na Magufuli. Sheria ya mali asili, nakumbuka akajiita mtetezi wa mali asili nini. Zikaletwa sheria 3 kwa mpigo. Tukaambiwa pitisheni. Sisi wa Chadema tukasema hapana. Lazima tupate muda tuzijadili. Tukafukuzwa bungeni wote. Sugu akabebwa, niliona mguu tu. Jamaa yangu nikaona mguu tu amebebwa hivi na mapolisi. Walivyotutoa sisi, huku nyuma wakapitisha sheria zote muda ule ule, 3 kwa mpigo. Kwa mtu asituambie kwamba tumechelewa, muda wa bunge umebaki mfupi, sijui nini. Yani maneno ya visingizio tu. Mnanielewa watu wa Sumbawanga? Sasa ili iwezekane tunahitaji kufanya nini? Tunahitaji kumkaba huyu mama. Mwenye uamuzi sio wabunge. Yaani nyinyi watu wa Sumbawanga mnaamini Hilali Aishi ndio mwana uamuzi wowote pale? Au Kandege? Yaani nyinyi mnaamini kwamba Kandege anaweza akazuia jambo la Samia? Wapi? Kwa tunahitaji kumbana Samia. Kumwambia Samia hatutaki tena visingizio. Tunataka mabadiliko ili tuende kwenye uchaguzi. Kama hutaki mabadiliko, hatutaelewana. Patachimbika. Tazuie uchaguzi. Ni Samia. Watu wanataka tugombane na kuna yule mzee aliyekuwa anasinzia bungeni miaka 10 iliyopita. Sasa leo labda anasinziaje? Miaka ile alikuwa analala bungeni, leo hali yake itakuwaje? Sasa wanataka tuwe tunajibizana na Wasira au na Amos Makala. Hawana lolote. Sisi tubishane na Samia Suluhu Hassan, ndio mwenye kauli. Nguvu yetu tuielekeze kwa mwenye kauli, sio Wasira, sio Amos Makala, ni Samia Suluhu Hassan. Akikubali yeye, hawa kina Hilali Aishi hawa wala hawana shida. Huwa ni watiifu kweli kwa mwenyekiti wao wa CCM. Tunaelewana? Kwa nguvu yetu kubwa tuipeleke kwa Samia. Tumwambie haya maneno yafikie mwisho, tupate mfumo wa uchaguzi utakao tuwezesha kuchagua watu tunaowataka. Vinginevyo atachimbika. Sasa hiyo inahitaji kila mmoja wetu, inahitaji kila mmoja wetu ashiriki kwenye hizi harakati. Na tunaenda nchi nzima ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata ujumbe huu. Na tutazungumza na vyama vya siasa vilivyoko tayari, wasiokuwa tayari tutawaacha. Tutazungumza na viongozi wetu wa kidini. Tutazungumza na taasisi za kitaaluma kama wanasheria. Tutazungumza na marafiki zetu wa nchi za nje. Tutazungumza na mabalozi na serikali za nchi za nje zinazoleta hela Tanzania. Tutazungumza na kila mmoja, tusaidiane hii ngoma tuimalize. Sasa mimi nafahamu haitakuwa rahisi sana. Nafahamu haitakuwa rahisi sana. Lakini tukiwa wamoja, tukiwa na nguvu moja, tukiwa na dhamira moja, tutafanikiwa. Kwa sababu tunachokitaka, tunataka jambo la neema kwa nchi yetu. Tunataka jambo la haki kwa nchi yetu. Na nyie mnajua haki huinua taifa. Kwa tutafanikiwa.
Safari itakuwa ngumu, lakini tutafanikiwa, na tutawashirikisha na mapolisi wetu vile vile, kama alivyosema Sugu, na hili nao linawahusu, kwa sababu uchaguzi ukiibiwa, wanaolipa kila mmoja wetu. Kwa kila mmoja wetu ashiriki, kila mmoja wetu aweke baraka zake. Sasa kuzungumzia baraka, naomba nimalizie. Na nimalizie kwa tone tone. Nimalizie kwa tone tone. Nimalizie kwa tone tone. Hii kazi ndugu zangu, hii kazi ni ya kujitolea. Hivi mnafikiri nalipwa mshahara kiasi gani ili hangaike kote? Nafikiri nalipwa kiasi gani? Gari ni ya kwangu, sio ya chama. Ya kwangu. Si ndio hiyo iliyopigiwa risasi? Mafuta tunahangaika wenyewe, chakula wenyewe. Tunahitaji mchango. Mtuchangie. Hivi vifaa vya matangazo vinahitaji pesa. Magari yanahitaji mafuta. Hawa wanaofanya hii kazi wanahitaji maji ya kunywa. Tunahitaji mahali pa kulala. Yote haya yanahitaji kila mmoja wetu achange, aweke mkono wake, aweke baraka yake. Kwa tunapoomba michango, hatuombi michango ili tutajirishane. Tunaomba michango ili kazi hii ifanyike. Hii kazi ya kitume ifanyike. Haiwezi ikafanyika tusipochangishana. Hatuna mahali pa kuchotea pesa kama CCM. CCM wanachota hela, wanauza bandari, wanauza nchi. Sisi hatuna. Inabidi mchangie. Kwa hiyo naomba nimalizie ndugu zangu kwa kuwaomba mchangie kwenye ile habari ya tone tone. Tone moja la mvua ni kitu sifuri, au sio? Matone yakiwa mengi yanatengeneza wingu la mvua. Mvua inanyesha, tunapata chakula, au sio? Mvua inanyesha, inajaza mito, inajaza ziwa, tunapata samaki, tunapata chakula, au sio? Kwa sababu ya nini? Ya tone. Ndio maana tumesema kampeni yetu ya kuchangisha ni tone tone. Toa kidogo ulichonacho. Toa kidogo ulichonacho, na mwenzako na mwenzako na mwenzako. Tulivyo wengi namna hii, tutageuza hayo matone kuwa mvua, na mvua italeta neema, tutakomboa nchi yetu. Kwa hiyo naomba kama una simu nikwambie namna ya kuchangia. Kama una simu, asante kaka, asante sana. Kama una simu, naomba ushike simu yako, uandike namba hizi za kuchangia. Nipena ile ya WhatsApp. Kuna zile namba za WhatsApp. Sasa asante, nipe hiyo karatasi. Asante na shukuru. Na kuna hizi karatasi zinagawanywa huko mliko, zina maelekezo ya namna ya kuchangia. Lakini namba ya kuchangia, kama una M-Pesa, una Tigo Pesa, una Airtel Money, una Yas, una nini, namba ya kuchangia
ni hii hapa: 0744 44